naomba wape maiki. Haya, maiki hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ni wakati wa darasa la katekisimu ya Kanisa Katoliki, sehemu ya 3, sehemu ya maadili na maisha ya Mkristo. Basi namba ya swali la kwanza mlilochagua kutoka upande huu, mwanaume, naomba utajie swali lilochagua kwanza. Swali la kwanza ni namba 21. Swali namba 21. Yapasa kumpa mwenza wako wa ndoa talaka ngapi ili mwachane? Sipaswi kumpa talaka mwenza wangu wa ndoa. Asante. Maxi 20. Swali linalofuata. Swali linalofuata ni namba 41. Swali namba 41. Sayansi na teknolojia zinapaswa kutumikaje katika maadili yetu ya siku za leo? Sayansi na teknolojia zinapaswa kutumika kwa usahihi kwa ajili ya kulinda maadili yetu kama jamii. Asante sana. Hongera Max 20. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2293 mpaka namba 2294 inatuambia kwamba tunapaswa kutumia sayansi na teknolojia kwa hekima na kwa faida ya binadamu. Kwa wanakwaya wote mnapaswa kujua hilo, kwamba teknolojia na sayansi zitusaidie kwa ajili ya kutumika kwa hekima na kwa ajili ya faida hiyo ya mwanadamu. Swali la 3. Swali la 3 ni namba 31. Swali namba 31 linauliza, je, talaka ni dhambi? Talaka ndio ni dhambi kwa sababu Mungu alimuumba mwanadamu, alisema mpaka kifo kiwachenganishe mtakuwa mmoja. Hivyo kumpa talaka mwenzako ni dhambi. Asante. Basi kwa kujaribu huko mtapata maksi 5. Kwa wengine wote basi nitoe kama sehemu ya fundisho kusema kuwa talaka inayotolewa katika hali yoyote ile ni dhambi, ni dhana potofu. Talaka kwenyewe inachukuliwa kuwa si kitu sahihi wala kitu kibaya. Kanisa linatambua kuwa katika hali mbalimbali inakuwa lazima kupitia mahakama za kiraia kupata talaka ili kumlinda mwanandoa katika ndoa inayosambaratika na kuhakikisha mambo mengine kama uangalizi na mahitaji ya watoto, mgawanyo wa mali na kadhalika. Talaka hugeuka kuwa dhambi pale mtu anapojaribu kufunga ndoa nyingine kabla ya ndoa ya awali kutangazwa batili, au anapoamua kuishi maisha ya kipamoja na mtu mwingine. Swali lingine. Swali linalofuata ni namba 87. Swali namba 87. Maisha ya milele yanahusiana vipi na maisha hapa duniani? Uhusiano wa maisha ya hapa duniani na maisha ya milele ni kwamba kwanza tunatakiwa tuishi kwa kufuata amri na sheria za Mungu hapa duniani, kwa maana ya kwamba tusiwe na aina yote ya dhambi. Hapo ndipo tunatengeneza maisha ya milele. Asante sana. Maxi 20.
Swali lingine. Swali linalofuata la mwisho ni namba 95. Swali namba 95. Pale unapopokea rushwa na kuamua kupeleka kama sadaka kanisani, je, Mungu anatubariki na anakubaliana na hilo? Kwa sadaka au pato lolote linalotokana na kupokea rushwa, Mungu hawezi kutubariki hata kama tunapeleka kama sadaka. Asante sana. Maksi 20. Jumla ya maksi mlizonazo ni 85. Karibuni kwenye Biblia. La kwanza. Swali namba 35.